Ndugu wananchi, naomba kutoa taarifa rasmi ya kukamilika kwa matengenezo ya meli ya MV Mapinduzi II, lakini pia na kuanza safari zake rasmi tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka huu wa 2026. Ndugu wananchi, kama tunavyofahamu, meli ya MV Mapinduzi II ilikamilika ujenzi wake mwaka 2015 kule Korea Kusini, na tarehe Januari mwaka 2016 meli hiyo ilikabidhiwa rasmi hapa Zanzibar na kuanza safari zake. Lakini meli hii baada ya kufika mwaka 2020, sasa katika mwezi wa Novemba mwaka 2020, meli ilipata hitilafu katika injini zake na kusababisha meli hii kusita kufanya shughuli zake za kusafirisha wananchi baina ya Zanzibar, Dar es Salaam, Pemba na Tanga. Kusita huko kwa meli hii, serikali ilianza kufikiria kuchukua hatua mbalimbali, na mwanzoni kulikuwa na hatua ya kwamba meli hii iuzwe, lakini kwa bahati mbaya bei iliyofikia katika mnada haikuiwezesha serikali kufanya maamuzi ya kuiuza meli hii, na badala yake serikali ilifanya maamuzi thabiti ya kwamba meli hii itengenezwe, irudi katika hali yake ya kuweza kutoa huduma za usafiri kwa wananchi wa visiwa hivi Unguja na Pemba, lakini baina ya kisiwa hichi cha Unguja na Dar es Salaam na baina ya kisiwa cha Pemba na Tanga. Tuliingia mkataba na kampuni ya Korea inayoitwa Koje Engineering Construction Company, na tarehe 16 mwezi wa 3 2023 meli ilianza matengenezo yake rasmi. Meli hii ilifanywa matengenezo makubwa ya engine ikiwa hapa Zanzibar, na baadaye meli hii baada ya kukamilika matengenezo hayo madogo makubwa ilipelekwa Chelezoni Mombasa, Kenya kwa ajili ya matengenezo madogo, lakini pia kazi za kupakwa rangi meli hii na kurudi katika hali yake ya awali. Meli hiyo ilipelekwa katika matengenezo hayo tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2025. Tarehe 14 mwezi wa 11 mwaka 2025 tulipokea barua kutoka kwa kampuni iliyokuwa ikitengeneza meli hii kwamba matengenezo yamekamilika, lakini kutokana na mkataba wetu ni kwamba baada ya kukamilika matengenezo hayo, mkataba unamtaka mjezi huyu kuendelea kuisimamia meli hii kwa kipindi cha miaka 2 ili kuona kama zinaweza kutokea hitilafu nyingine ndogo zozote ziweze kurekebishwa, lakini ndani ya kipindi hicho cha miaka 2 pia aweze kutoa utaalamu kwa watendaji wetu watakaokuwa wanahudumu katika meli hiyo. Sasa meli imekamilika na tunatarajia kwamba meli hii itaanza safari zake rasmi tarehe 1 mwezi wa Mei mwaka 2026, na safari hiyo itaanza kwa kuondoka Unguja saa 1 kamili za asubuhi kuelekea Pemba na kurudi siku ya Jumatatu. Kwa kuanzia itakuwa inakwenda siku ya Ijumaa na kurudi siku ya Jumatatu kutokana na msongamano kidogo uliopo katika bandari yetu ya Malindi, lakini hatua mbalimbali zinachukuliwa ili kukamilisha matengenezo katika bandari ya Maruhubi, ambapo meli hii sasa tunatarajia itaweza kufanya kazi zake kwa kupitia bandari ile ya Maruhubi. Uwezo wa meli hii ni kubeba abiria 1200 kama ilivyotengenezwa hapo awali, lakini pia ina uwezo wa kuchukua tani 200 za mizigo. MV Mapinduzi itaanza huduma yake ya kawaida kama nilivyosema tarehe 1 mwezi wa 5 2026 saa 1:30 asubuhi kupanda meli kuanzia saa 12 za asubuhi. Kwa hivyo wananchi wote wanaotaka kupata huduma ya meli hii wawe wameshafika bandarini na kupanda katika meli ifikapo saa 12 za asubuhi ya tarehe 1 saa 1:30 asubuhi. Meli hii inaondoka kuelekea Pemba, lakini pia itarudi Unguja Jumatatu tarehe 5 mwezi wa Mei 2026 saa 1:30 asubuhi na kupanda melini kuanzia saa 12 za asubuhi. Safari zitaendelea kila wiki kwa ratiba ya kwenda Pemba
kutoka Unguja siku ya Ijumaa na kurudi siku ya Jumatatu mpaka hapo litakapotolewa tangazo jingine. Kwa upande wa bei kwa wakazi, kwa maana wakazi wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla, daraja la economy mtu mzima ni shilingi 20,000 na mtoto ni shilingi 15,000. Daraja la kwanza kwa maana ya first class mtu mzima 25,000 na mtoto mdogo 17,000. Lakini kwa klasi ya VIP mtu mzima shilingi 40,000 na mtoto 20,000. Na wasiokuwa wakazi kwa maana sio raia wa Tanzania, daraja la economy ni dola za Kimarekani 25 na mtoto dola za Kimarekani 15. Kwa hiyo mtu mzima kwa daraja la economy ni dola 25 na mtoto dola 15. Klasi ya kwanza maana first class dola 30 kwa mtu mzima na kwa mtoto dola 20, na VIP mtu mzima dola 40 na mtoto dola 25. Ili kurahisisha ununuzi wa tiketi kwa abiria, shirika limeteua mawakala wawili ambao watakuwa wanahusika na kuuza tiketi. Mawakala hao ni Chaha Traveling Agency na Edi Sada Company Limited. Uuzaji wa tiketi utafanyika katika ofisi za shirika pia zilizopo Unguja na Pemba na kupitia wakala walioteuliwa. Shipco inawakumbusha abiria wote kuzingatia kanuni za usalama wa baharini, ikiwemo kufuata maagizo ya nahodha, kutobeba mizigo hatarishi, lakini pia kuchukua hatua za usalama wanapokuwemo ndani ya chombo.